Shalom. Nilikuwa nasoma Mwanzo 2. Nimewaza kama Adamu asingesema sasa huyo amekuwa nyama kati ya nyama zangu, na mifupa katika mifupa yangu, ingekuwaje? Mungu angempa Adamu Hawa kuwa mkewe? Vipi kama angekataa? Mungu angempa mtu mwingine? Leo hebu tuwaangalie hawa viumbe wawili, Adamu na Hawa. Wanadamu wa kwanza kuumbwa na Mungu aliyeumba mbingu na nchi, wakaja duniani, ambao tunachokijua sisi walikula tunda, Mungu akawafukuza bustani ya Edeni. Ndio ambacho kimekaa zaidi kwenye akili zetu, lakini kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza kadiri ambavyo ninazidi kuwasoma. Najifunza vitu vingi sana Adamu na Hawa. Kwa kiufupi, baada ya Mungu kuumba vitu vyote ambavyo viko duniani unavyoviona, akaona sasa ameshaandaa mazingira kwa ajili ya kiumbe mmoja anaitwa mwanadamu. Mwanzo 1:26 inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Baada ya kuwaumba, hadithi ya Adamu na Hawa tunaipata kuanzia Mwanzo 1, Mwanzo 2 na Mwanzo 3 na Mwanzo 4 kidogo. Lakini nataka tuangalie Adamu na Hawa katika mrengo wa ndoa. Kwa sababu ndio ndoa ya kwanza kuwahi kuwepo duniani, na kwa sababu nimejifunza vitu vingi sana kwa kupitia ndoa ya Adamu na Hawa. Chanzo cha ndoa ya Adamu na Hawa ni nini? Chanzo cha ndoa yao, tunajua kwamba chanzo ni kile kitu ambacho, pale ambapo kitu kinaanzia, chimbuko la kitu. Sasa chanzo cha ndoa ya Adamu na Hawa ni Mungu. Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi. Nimekusomea Mwanzo 1 mstari wa 26 na wa 27. Unaweza kusoma mpaka wa 28. Lakini pia unaona pia kwenye Mwanzo 2 mstari wa 18, mstari wa 20, mstari wa 21 na mpaka wa 25. Kabla
ya Mungu kumuumba Adamu na Hawa. Tumesema kwamba Mungu aliumba vitu vyote, halafu akamuumba Adamu kwanza. Alipomuumba Adamu ukisoma Mwanzo 2 kuanzia mstari wa 15, Mungu ameumba kila kitu, alafu akamuumba Adamu akamweka kwenye bustani ya Edeni. Adamu peke yake kwanza. Baada ya kumuumba Adamu, kabla hajamuumba, Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, na alipomweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza, na asile matunda ya mti wa mema na mabaya. Ukisoma mstari wa 19, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Ukiendelea kusoma unaona jinsi ambavyo Hawa anatokea pale bustani ya Edeni. Mimi nimesoma Human Resource Management. Katika Human Resource Management kuna somo moja lilikuwa linaitwa Organization Behavior. Tabia za watu katika sehemu yote ya mkusanyiko. Kuna sehemu ambayo tulifundishwa kuwaelezea wanadamu kwa jinsi ya tabia za wanyama. Describing human beings as animals. Sijui kama unajaribu kukipata nachojaribu kukuonyesha kwamba kwa nini ninakueleza hivi. Mstari wa 18 na wa 19 na wa 20, ndio maana nimeanza na hivi. Kwa mfano, Adamu asinge kubali kwamba Hawa hafanani naye, angemkataa Hawa, ingekuwaje? Kabla wanandoa hawajawa wanandoa, katika kuishi kwa mwanadamu tangu amezaliwa, anakuwa mpaka anakuja kuoa ama kuolewa, anakutana na wanadamu wengi, anakutana na watu wa aina tofauti tofauti. Umeshawaza kuna mtu ambaye uliona tabia zake kama mbwa mwitu, kama fisi, kama kuku, kama mende, kama yaani kwamba uliona huyu hapana. Sizungumzii mtu ambaye ulikuwa na mahusiano yake, mnasema ex, hata mtu ambaye kwa kuishi tu
hata kama ni mwanafunzi mwenzako wa kawaida tu, hakukliki kwenye kichwa chako, hata kama ni mfanyakazi wako, hata kama unasali naye kivyovyote, hata kama ni jirani, hakukliki kichwa yako. Concept ya wanyama kabla ya kuletwa Hawa. Sijui umenipata? Mungu alipomletea Adamu Hawa, tunaona kwenye Mwanzo 2 mstari wa 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Huyu tunaendana. Huyu tunafanana. Yaani jinsi nilivyo, jinsi ninavyojiona, hata nikitembea naye njiani tunaendana. Huyu anaweza akabeba jina la ukoo wangu, akawa msezi wangu. Huyu naweza nikachukua jina lake, nikaacha jina la baba yangu, nikapatana naye. Nyama katika nyama yangu, mifupa katika mifupa yangu. Attraction. Kilichotokea kwa Adamu ni nafsi yake kumkubali Hawa, roho yake kumkubali Hawa, mwili wake kumkubali Hawa, yaani moyo wake uliruka kidogo. Tumeelewana? Sasa chanzo cha ndoa yao ni Mungu, lakini ukisoma huku mbele unaona kwamba pamoja na kwamba chanzo cha ndoa yao ni Mungu, pamoja na kwamba Adamu alimkubali Hawa, alikuwa attracted na Hawa, kuna mahali alifika akamwambia Mungu, si ni huyu mwanamke uliyenipa ndio aliyenipa matunda? Shida ilikuwa nini? Kuna wewe ambaye unasema nazungumzia sasa ambao tayari tushaingia kwenye ndoa. Kuna wewe mwenzangu na mimi ambaye tunasema huyu mtu hakutoka kwa Mungu, huyu si mpango wa Mungu. Ndio maana anapitia 1, 2, 3. Ndio maana ndoa yangu ni ngumu. Ndio maana. Hawa ni Adamu na Hawa, Adamu na Eva, lakini walipitia changamoto kwenye ndoa yao. Unalielezeaje? Unalionaje hili? Kwamba pamoja na kwamba chanzo chao kilikuwa ni Mungu, lakini walipata changamoto. Adamu na Hawa. Wewe chanzo cha ndoa yako ni nani? Ni Mungu? Ni shetani? Ama ni wewe mwenyewe tu? Ulikutana wapi na wewe?